Kama wewe ni graphic designer, content creator au video editor, najua unapata kipato kwa namna tofauti tofauti, na huenda umewahi kupata changamoto ya kwamba unawezaje kutoa zaka kwa usahihi au fungu la 10 kwa usahihi. Leo nitakupa namna rahisi ya kukuwezesha wewe kutoa zaka kwa usahihi, na hii ni njia ya kibiblia na ya kivitendo kabisa. Graphic designer hupata mapato yao kwa kutengeneza logo, poster, lakini pia matangazo mbalimbali, lakini pia kwa content creators wanapata kwa kutengeneza video, na kwa video editors kwa kuedit video, lakini pia hata kwa YouTube. Na hayo ndio mapato yenyewe na ndio msingi wa zaka. Zaka ni 10% ya mapato yako, au ni sehemu ya 10 ya mapato yako, na ni sehemu ya kuonyesha uaminifu wako kwa Mungu. Na hata kama unapata mshahara, lazima ukumbuke kwamba kuna fungu la 10 la huo mshahara wako, kwa sababu ndio mapato yenyewe ulionayo. Sasa kwa graphic designers na video editors, wengi wamekuwa na malalamiko na wengi wamekuwa na ubunifu wao wenyewe. Wengine wanasema napata leo client au mteja, kesho sipati. Sasa nawezaje kutoa kwa namna hiyo? Na utawezaje kutoa zaka katika kipato ambacho hakiko fixed? Hayo ndio maswali yao. Sasa nitakupa njia 2 ambazo ni rahisi sana kukufanikisha wewe kutoa zaka kwa uaminifu na kwa usahihi kabisa. Njia ya kwanza, ambayo hata mimi ndio naipendelea sana, hii inaitwa per job tithing. Ni kutengeneza au kutenga zaka kila unapolipwa. Kwa mfano, kama umetengeneza logo kwa 50,000, unatoa 5,000 kwa sababu ndio sehemu ya 10 ya pato lako. Labda kwa mfano umelamba project ya 200,000, unatoa 20,000 kwa sababu ndio sehemu ya 10. Kwa hiyo pale unapolipwa unatoa. Kama umetengeneza poster labda kwa 20,000 au 30,000, kama ni 30,000 unatoa 3,000 unaweka pembeni. Kama ni 20,000 unatoa 2,000 unaweka pembeni. Hii itakuondolea mkanganyiko wa mambo yako mengi yanapoongezeka na kukufanya usichanganyikiwe na kutokuwa mwaminifu. Lakini namna ya pili ya kutoa zaka, hii ni kutoa zaka kwa kila mwezi. Hapa unajumlisha mapato yako yote kwa mwezi, kisha unajumlisha gharama zako zote kwa mwezi, labda bundle, labda cost za software, yani zile bills za software. Kwa mfano kuna software kama Adobe ambazo unatoa kila mwezi, kwa unatoa. Kwa hiyo ukishatoa bills zote, na kile kinachobaki ndio mapato yako. Kwa hiyo unatoa 10% ya hicho ambacho umekipata. Sasa hii ni njia ambayo kwangu mimi naiona ni ngumu kidogo, na nitakwambia kwa nini njia ile ya kwanza ya kwamba per job tithing, yani zaka kwa kila kazi, ni nzuri zaidi. Creativity works nyingi zinatumia gharama moja kwa kazi nyingi. Kwa mfano, unaweza ukawa na bando moja ukafanya poster kadhaa. Kwa hiyo ni vigumu kugawa bando au kugawa cost ya Adobe kwa poster moja au kwa tangazo moja. Ndiyo maana sasa kutengeneza au kutoa zaka kwa kila kazi ni rahisi zaidi katika kazi hizi za creativity. Kwa hiyo kiurahisi, umepata 50,000 katika project, toa 5,000 yako iweke pembeni, na hii itakuwa njia rahisi ya kukusaidia kuwa na amani na kutokuwa mtu ambaye sio mwaminifu kwa Mungu. Hii kwangu imenisaidia sana, na mara nyingi nikishafanya hivyo natenga kabisa katika bahasha yake, au ninaweza nika deposit moja kwa moja kwenye akaunti ya kanisa au akaunti ya simu ya kanisa, ili kuondoa kabisa changamoto ambazo zinaweza zikatokea na kunifanya huenda niingie katika kupata majaribu ya kutumia hiyo zaka. Kwa hiyo naitoa kabisa katika upeo au katika ukaribu wa macho yangu, kwa sababu majaribu nayo ni mengi. Baada ya kufanya hivyo, mshukuru Mungu na ombea zaka yako, lakini pia mshukuru kwa kupatia clients au wateja, lakini pia na projects mbalimbali, na muombe Mungu aendelee kukupatia wateja zaidi. Ikiwa hii video imekufungua na imekupatia kitu fulani, basi subscribe katika channel yetu, na ikiwa umefurahi zaidi, basi share na watu wengine. Usisahau kutuandikia katika comments hapa chini nijue wewe unawaza nini. Asante.